mambo yanakwenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kupata ushindi leo dhidi ya timu ngumu ya Mashujaa, ushindi wa mabao 5-2. Hatukutegemea kupata ushindi wa aina hii. Moja kati ya timu ngumu, timu shindani kwenye ligi kuu soka ya wanawake ni pamoja na timu ya Mashujaa. Ajabu ya Rahmani, leo wamekubali kuchezea chuma 5. Ni dhahiri shahiri ya kwamba wachezaji wetu walikuwa wameukania mchezo leo. Makosa ya wiki iliyopita dhidi ya Tausi yametufanya turekebishe pakubwa, yamejifanya tuboreshe sehemu kubwa timu yetu, na hatimaye leo tumefanikiwa kupata ushindi mnono wa magoli 5. Leo tunao furaha, kwanza tumetangaza ubingwa katika ligi ya wanawake, lakini pili tumetangaza ubingwa kwa ushindi mnono wa magoli 5. Ni jambo la kutupa faraja. Rasmi tumekuwa mabingwa wa 2025-2026 ligi kuu soka ya wanawake. Msimu wetu tumeumaliza rasmi, na sasa tumesaliwa na mechi 2 mkononi kwa ajili ya kufurahia na kuburudika na kukabidhiwa kombe letu, lakini tayari kazi ambayo Simba Queens tuliwatuma wameikamilisha kikamilifu. Bila shaka haikuwa safari nzuri kwa michezo yote. Umefuatilia michezo yote na kupata nafasi, unaweza kutuambia mechi ipi ambayo pengine kwenu ilikuwa ni ngumu au bora? Safari haikuwa nyepesi. Nakumbuka tulianza ngao ya jamii hapa, tukapoteza kwenye hatua ya nusu finali. Ukishafungwa kwenye ngao ya jamii tayari inakutingisha, kwa sababu umetoka kufanya usajili, umetoka kufanya pre-season, alafu unakuja kwenye mashindano unapoteza. Pale maswali yanakuwa mengi kwamba labda sijafanya usajili mzuri, labda timu yangu mbaya, unakuwa na frustration. Kwa hiyo baada ya kupoteza ngao ya jamii pale ikatuvuruga, lakini tukasema hebu tukae chini tuangalie tumekosea wapi ili tuwe na msimu mzuri wa kiushindani. Tukakaa chini tukafanya tathmini kubwa, tukabaini ya kwamba kilichopelekea tukose ubingwa wa kombe la FA la ngao ya jamii ilikuwa ni ugeni wa wachezaji wengi waliopo katika timu yetu. Baada hapo tukawapa muda wachezaji kuzoea na kuzoeana, na ligi ilipoanza wakawa tayari wameshaanza kujenga umoja katika timu, kutengeneza muunganiko, na ikaanza kazi ya kugawa dozi baada ya mechi. Mechi ambazo zimekuwa na msisimko mkubwa na mechi ambazo zilikuwa ngumu sana ni mechi zote ambazo tumecheza dhidi ya wapinzani wetu namba 1 ambao ni JKT Queens pamoja na Yanga Princess. Lakini katika hali ya kushangaza sana, tofauti na misimu iliyopita ambapo aidha tunagawana alama na wapinzani wetu hawa kwa maana ya 3-3, au kila mmoja anachukua 1-1 au unachukua 1, mechi inayokuja unafungwa. Msimu huu imekuwa ni tofauti, tumeshinda mechi zote against wao, na hiyo ndio ikawa startup yetu ya kuelekea katika ubingwa. Tumepata sare 1 katika michezo yote ambayo tumecheza, lakini kiujumla tumekuwa na mechi bora, mechi za kiushindani, na timu yetu imeonyesha ubora mkubwa, imeonyesha ukomavu mkubwa, na tumeshinda mechi ngumu kweli kweli. Miongoni mwa mechi ngumu ama mkoa mgumu mara nyingi huwa ni mkoa wa Mara. Tukienda kucheza na Bunda Queens inakuwa vuta ni kuvute kweli kweli, lakini mwaka huu imekuwa vile laini tu kutokana na ubora wa timu yetu. Tumemkamua pale nyumbani kwao Musoma, tukaondoka na alama 3. Kimsingi ni kwamba msimu huu Simba Queens tumekuwa bora sana, na ndio maana haishangazi kuona tumewapita wapinzani wetu kwa gap la alama 10. Unaweza ukachukua ubingwa kwa pointi 1, 2, 3. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani mlikuwa mnavuta ni kuvuta, lakini gap la alama 10 ni dhahiri shahidi ya kwamba timu yetu na timu nyingine msimu huu ilikuwa ni mbingu na ardhi. Soka la wanawake zamani sasa hivi
inafuatiliwa sana na tunaona mashabiki hasa wa Simba wamekuwa wakifuatilia sana Simba Queens na kuiunga mkono. Kuna neno gani kwa mashabiki wao wa Simba, kwa sababu mashabiki ambao umewaona hapa kwenye mechi hii leo dhidi ya Mashujaa, walokuja kuangalia hii mechi ya Simba Queens dhidi ya Mashujaa, mashabiki hawa uliowaona hapa, hata kwenye mechi za ligi kuu ya NBC za wanaume hawaji mashabiki kama hawa kwa baadhi ya mechi, ukitoa mechi za Simba na mechi za wale jamaa wengine. Timu nyingine 14 za ligi kuu ya NBC zikicheza hawapati mashabiki kama hawa, lakini kwenye soka la wanawake, kwenye Simba Queens unapata mashabiki kama hawa. Ni dhahiri ya kwamba bidhaa yetu inauzika vema sokoni. Mechi ya wiki iliyopita dhidi ya Tausi, mashabiki walioingia hapa, ukitoa mechi za Simba Senior Team, hakuna timu nyingine yoyote ambayo ina uwezo wa kuingiza idadi ile ya mashabiki. Nakwambia ukitoa mechi ya Simba Sports, Simba Senior Team, Simba ya Loemba, ukitoa mechi ile, timu nyingine zote 15 hazina uwezo wa kuingiza mashabiki walioingia kwenye mechi ya Simba dhidi ya Tausi wiki iliyopita. Na ingekuwa bure ungesema fungulia mbwa hiyo, lakini mechi ilikuwa na kiingilio na watu wakaingia uwanja mzima wa KMC. Fuatilia mechi nyingine za ligi kuu ya NBC kama utashuhudia kuna idadi kubwa hivyo ya mashabiki, na hata wakifanya bure bado kuna watu hawaendi kuangalia hizo mechi. Lakini kwa Simba Queens inajizolea mashabiki siku hadi siku kutokana na ubora wake, kutokana na soka lake la kiburudani na soka lake la kiushindani. Sisi tunawapongeza Simba Queens kwa sababu kazi ya watu kuja uwanjani haitokani tu na hamasa, lakini na kile bora ambacho wanakwenda kukiangalia. Mashabiki wanajua tukienda kumwangalia Fasila Odhiambo, tukienda kumwangalia Vivian Corazon, tukienda kumwangalia Aisha Mnunka, tutapata vitu vizuri. Tendeni uwanjani. Wanakuja hapa wanamkuta Kamama anatakata vizuri, wanamkuta Elizabeth anatakata vizuri, wanamkuta Wambui, wanamkuta Ngoi anatakata sawasawa, wanajisikia raha na hawajuti kuja kuiangalia timu yao. Wakasema eneo pekee ambalo klabu nzima ya Simba inalo karibu. Hao mashabiki wa timu gani? Mashabiki wa timu nyingine hapo. Basi hao siwezi kuwajibia. Lakini inawezekana maneno hayo yana ukweli au Simba Queens ni bidhaa ya Simba Sports Club. Na sisi kwenye structure yetu timu zote zinahitaji nguvu sawa ya kiuwekezaji, inahitaji nguvu sawa ya hamasa, inahitaji nguvu sawa ya morali na motisha. Na ndio maana haishangazi kuona timu yetu ina uwekezaji mkubwa, kwa sababu hii ni bidhaa ya Simba. Ikifanya vibaya athari tunaipata Simba Senior Team, na ikifanya vizuri Simba Sports, na ikifanya vizuri sifa na pongezi tunapata taasisi. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kuona bidhaa yetu inakuwa mbaya, hata kama tuna senior team, lakini hizi nyingine, timu ya wanawake, timu ya vijana, timu ya watoto, na zenyewe zinapaswa kufanya vizuri. Sasa zinafanyaje vizuri? Lazima tufanye uwekezaji mkubwa ili timu iweze kufanya vizuri, na sisi tutaendelea kuwa na uwekezaji sawa kwenye kila timu ili kila timu kwenye eneo lake iweze kufanya vizuri. Lazima uwe na taasisi ambayo ina uwiano kwenye ushindani, yaani una taasisi ambayo timu ya wanaume inafanya vizuri, alafu timu ya wanawake inafanya vibaya, timu ya vijana inafanya hovyo. Maana yake hapo kuna shida kwenye eneo lenu la kiutawala, sababu kama ninyi ni viongozi thabiti, mmewezaje timu hii ya wanaume kuifanya kuwa bora,
timu ya wanawake mkaifanya kuwa dhaifu. Mmeshindwa nini hapo? Sasa kwa Simba Sports Club tunataka na tuko hapo, timu ya wanaume iko bora, timu ya wanawake iko bora, timu ya vijana iko bora, timu ya watoto iko bora. Ndiyo standard ambayo tumejiwekea. Yaani sisi tunataka kila bidhaa inayotumia neno la Simba lazima ifanye vizuri sokoni. Mbona ino Loemba amekuja kutoa support yake hapana kutazama mchezo? Hii ina maana gani kwa wachezaji lakini na mashabiki? Amekuja kuangalia bidhaa nyingine ya Simba Sports Club, kuja kutoa support. Mechi zote ambazo Simba senior timu inacheza, wachezaji wa Simba Queens huwa wanakuja uwanjani, aidha tukicheza hapa KMC ama tukicheza Meja Jenerali Samuyo, tena kule ndio wanakuja kwa wingi kwa sababu ni karibu na kambini kwao. Kwa hiyo ni jukumu la wafanyakazi wa Simba kupeana support wao kwa wao. Kwa hiyo Loemba amekuja leo na wengine wengi wanakuja wanakaaga kule kwa ajili ya kuwapa support Simba Queens waweze kufanya. Bwana Semaji, kwa upande wa ligi mmemaliza, lakini safari ya kimataifa ndo kwanza inaanza. Mna Sekafa lakini pia mna ligi ya mabingwa wanawake. Tegemea kuona mabadiliko katika kikosi ama mnaamini kikosi hicho kinaweza kikaleta ushindani ule ambao mnautaka? Ni mapema mno kwanza kuzungumzia maboresho ya kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Kwanza tumalizie mechi mbili hizi zilizobaki, tukabidhiwe ubingwa. Hatujakabidhiwa ubingwa, hamjapewa. Tayari tumeshakuwa mabingwa, bado kukabidhiwa ubingwa. Tukisha kabidhiwa ubingwa huo, wachezaji watakwenda mapumziko, na baada ya hapo tunakaa chini, benchi la ufundi la Simba Queens, kamati ya ufundi ya Simba Sports Club pamoja na bodi ya kurugenzi, kamati ya mashindano, tunakaa tunachakata msimu mzima umekuwaje, tumefaulu wapi, tulifeli wapi tuboreshe. Baada hapo tunaangalia tunakwendaje msimu unaokuja. Msimu unaokuja maana yake tuna Sekafa, tunatakiwa kuwa mabingwa wa Sekafa ili twende tukashindana kwenye ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Tunafanya tathmini kikosi tulichokuwa nacho kinaweza kushindana kwenye Sekafa. Majibu yakiwa yatakavyokuwa ndiyo yatakao determine tufanye mabadiliko kuelekea michuano hiyo ama twende kama tulivyo, timu inajitosheleza. Sasa hilo ni swala la muda, baadaye nitakuja kuzungumza. Pole nakuwa jana sasa hatuwezi kuzungumzia bidhaa. Pole bana. Kesho timu yetu ya wanaume senior team tarehe 1 kesho inarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mechi zetu 7 ambazo zimesalia. Wachezaji tuliwapa likizo ya siku ya wiki moja. Tayari wiki moja imetamatika na sasa tunarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuendelea na programu ya mazoezi. Kwa wale wote ambao hawana majukumu ya timu za taifa, wote kesho wanaingia mazoezini kwa ajili ya kuanza mipango ya kuelekea mechi 7 za mwisho, 2 za kombe la CRDB na 5 za ligi kuu ya NBC.